Hebu sema, Bwana Yesu, niko mbele zako Bwana asubuhi ya leo. Ninaomba sema nami kwa neno lako. Leo sio kama jana, leo ni siku mpya. Ninajiweka wakfu kwa upya kabisa. Ongea nami Bwana kwa namna ya pekee. Litume neno lako litakalonipa mwangaza mpya, mwelekeo mpya asubuhi ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa uko tayari kunihudumia leo, katika jina la Yesu, amen. Ninaomba uketi, mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Somo ambalo tunalo kuchukua hatua kimkakati ili kupokea badiliko la kiroho linalopelekea badiliko kwenye maisha yako kiujumla. Na jana tulianza waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Tukaona pale anapozungumza juu ya mpenzi, ufanikiwe katika mambo yako yote, si ndio? Na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Neno kama maana yake vinaenda sambamba. Matokeo ya mafanikio yako katika mambo yote na kuwa na afya yako yanaendana na kufanikiwa kwa roho yako. Amen, watu wa Mungu. Amen, watu wa Mungu. Yanaendana na kufanikiwa kwa roho yako. Kujitambua mtu wa Mungu, tukisema kujitambua, hajitambui huku nje. Ukiona mtu wa Mungu anajitambua huku nje, anaigiza. Mtu wa Mungu anajitambua kuanzia ndani. Ndio maana hata ibada zake hazianzii huku nje, zinaanzia ndani. Ukiona ibada zako zinaanzia nje alafu ndio unaforce kije ndani, haiwezekani. Mtu wa Mungu mambo yake yanaanzia nje yanaanzia ndani kuja nje. Unanielewa, mtu wa Mungu? Hata maombi yanatakiwa kuanzia ndani kuja wapi? Nje. Chochote unachokifanya kinatakiwa kianzie ndani kuja wapi? Nje. Na ndio nguvu ya mtu wa Mungu, ndio nguvu ya mtu wa rohoni, kwa sababu mtu ni roho, anayo nafsi, anakaa katika mwili. Ukianzia vitu nje kuvipeleka ndani, huwa vina tabia ya kwenda kumbana mtu wa ndani, asiwe na uwezo wa kufanya kitu halisi, kitu sahihi. Ndio pale unasikia mtu anatamani kufanya jambo jema lakini hawezi, kwa sababu kuna vitu vimembana ambavyo vilianzia nje. Lakini mtu wa rohoni, mtu wa Mungu, anaanzia ndani kwenda wapi? Nje. Unataka kufanikiwa kiuchumi, uchumi wako lazima uanzie ndani. Aonavyo nafsini ndivyo alivyo. Lazima ule mpangilio wa kimawazo, roho yako ijengwe, nafsi yako ijengwe kimafanikio kutokea ndani, kwa sababu ukianzia nje kila unachokifanya kitakuwa kigumu. Hujawahi kuona kile unachoona wewe ni kigumu? Yani mimi ningetamani kufanya biashara lakini ni ngumu. Alafu kuna mtu anafurahia kufanya hicho. Kwa nini anafurahia? Kwa sababu kimeanzia ndani, kimetoka nje. Wewe unataka ukitoe nje ukilete ndani, hutaweza, kitakuwa kigumu na kitakutesa. Ndio maana kuna mtu ukisema aombe anaona ni mateso. Kwa nini ni mateso? Kwa sababu anatafuta kianzie nje kije wapi? Ndani, wakati kinaanzia ndani kutoka nje. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Na ndio maana tunamfundisha mtu lazima ajengwe ndani wa Mungu, lazima ajengwe ndani. Kuna kukua kiroho na kiakili. Ukisoma Biblia yako, unapokuwa kiroho, kuna eneo la nafsi, kuna eneo la kiakili, akili za mtu, akili za kiroho. Ndio maana mtu mzima hapimwi kwa kuokoka muda mrefu, anapimwa kwa namna ambayo akili yake inafanya kazi. Ndio maana Biblia inasema watu wazima wamezoeshwa, si ndio? Akili zao, angalia Biblia inasema akili zao zimezoeshwa kufanya nini? Kupambanua mema na mabaya. Kwa unaposema mimi nimekuwa kiroho, ipime akili yako namna inavyofanya kazi, ipime uone, kwa sababu iko kitu kinaitwa akili. Ipime akili yako inafanyaje kazi. Umeelewa vizuri? Usipime upako. Upako anaweza akapewa, unaweza ukaachiliwa juu ya kitu chochote kwa ajili ya makusudi maalum, lakini akili, pima akili, kwa sababu kuna aina ya mamlaka katika Kristo haifanyi kazi na watu wasiokuwa na akili.
Umenielewa? Akili inajengwa. Mungu anapotaka ijenge akili yako anaijenga. Ndio maana kuna aina ya akili kuna akili. Ngoja nikueleze. Unaposikia Mungu ameweka kipawa ndani yako au amekupa mzigo juu ya mambo ya kibiashara, kuna akili inaitwa akili ya kibiashara kabisa kabisa. Maana yake akili hii inakusaidia kubuni mbinu, kubuni mikakati, kubuni njia za kufanikiwa tena kihalali kwenye eneo lako la biashara. Lakini kuna akili kwenye eneo la kilimo pia. Unanisikia nachosema? Ndio maana moja ya kitu Paulo alimsisitiza Timotheo wakati Paulo amezeeka, sio tu amezeeka, anakaribia kufa, wakati anamuasa mwishoni. Unajua kitu gani alimwambia? Kwa sababu Paulo hakuwa mzee sana, hakufa akiwa mzee sana. Jina la Yesu libarikiwe. Wakati muda wake amemaliza kila kitu, anakaribia kufa, unajua alimwambiaje? Alimwambia, yashike sana haya nikwambiayo, si ndio? Yafahamu sana haya nikwambiayo, maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Umeisoma huo mstari? Okay, ngoja uisome. Timotheo wa pili, ile sura ya pili mstari wa 7. Timotheo wa pili, ili alikuwepo lakini limekuja, nataka uweze kusikiliza. Uweze kusikiliza. Unapoona Mungu anakupa ujumbe wa namna hii, na tutaongea kule mbele, utanielewa vizuri. Tutaongea kule mbele. Akili. Ndio maana utimamu wa mtu wa kiroho na kimwili haupimwi tu kwa namna anavyoomba, unapimwa pia kwenye akili. Akili. Mambo yako unavyoyatenda inapimwa. Ubora wa mambo unapimwa kwa akili. Kuna nafasi huwezi kuipata mbele za Mungu kwa sababu nafasi inaamuliwa na watu wenye akili. Hujanielewa? Kamuulize Yusufu kilichompa nafasi, mtu mgeni kabisa kwenye lile taifa, sio kwa sababu tu alikuwa anakaa na roho wa Mungu. Biblia inasema tumpate wapi mtu kama wewe? Kwa sababu Yusufu anasema ili jambo hili mtu aisaidie taifa, lazima mumpate mtu mwenye hekima na akili. Sio mtu mwenye upako, sio mtu mwenye nguvu za rohoni, mtu mwenye hekima na nini? Na akili. Watu wanajua kabisa hadi kwenye familia. Kuna Biblia inasema akili, kuna akili ya kusimamia familia. Biblia inamwambia mwanaume, inasema lazima ujifunze kuishi na mke wako. Kwa nini? Kwa maombi, si ndio? Ujifunze kuishi na mke wako kwa upako. Anasema kwa akili, maana yake iko aina ya akili ambayo mwanaume akiikosa hawezi kuishi na mke wake. Sijui unanielewa? Huwezi kumtawala mke wako kwa utamaduni tu kwamba mimi ni mwanaume. Kuna saa utakuwa pwaya, kwa sababu akitoa hoja unaishia kusema na mimi sijui, na nikosa kichwa kusema sijui, maana yake kimekosa akili. My Lord, jina la Yesu libarikiwe. Ndio maana utaona maombi makubwa sana wanaume wakikutana, eneo mojawapo la kujiombea ni eneo la akili. Akili zenye ubunifu, akili za kiuongozi, akili za kutawala mambo, akili za kimpangilio, kwa sababu na ndio vita yao kubwa kwenye miungu. Ukiona mwanaume anafika mahali anaharibikiwa, anaanza kutamani wanawake ovyo ovyo, akili yake imechezewa. Mwanaume mwenye akili timamu kabisa, mimi nakwambia, kuna aina ya akili ambayo haitamruhusu kufanya mambo ya uzinzi na zinaa, kwa sababu zinaa inaua akili. Kuna aina ya akili huwa inakufa ndani ya mtu akiwa anafanya zinaa. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeona hiyo Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 7. Yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atafanya nini? Bwana atafanya nini? Bwana atafanya nini? Bwana atafanya nini? Atakupa akili katika nini? Mambo yote. Anayeambiwa huyu ni mtumishi, kijana ambaye amekuwa katika ushuhuda, amejaa neema, ana upako, ana utumishi wa kichungaji huyu Timotheo. Lakini Paulo baba yake wa kiroho anamwambia yafahamu haya nisemayo. Yafahamu manake kuna aina ya ufahamu ambao unatakiwa kuwa nao. Yafahamu sana, usiyafahamu kidogo. Lile sana ni msisitizo. Yafahamu sana
haya nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Unajiuliza, maana yake pamoja na kuwa mtumishi, pamoja na Paulo kumsifia, unajua wamekutana na Paulo, unaanzia kule nyuma kabisa kwenye Matendo ya Mitume 16, wakati Paulo anaenda kwenye ule mji, akamkuta kijana mmoja anaitwa Timotheo aliyekuwa anashuhudiwa na ndugu kwenye ushuhuda, akamchukua akaanza kutembea naye. Wametumika pamoja kwa muda mrefu, lakini anakuja kugundua pamoja na kwamba huyu kijana ni mtumishi, kuna akili hana. Yaani ana roho lakini hana akili. Akaanza kumfundisha, alafu anasema yafahamu sana haya nisemayo. Maana yake kuna mambo alikuwa anamuhusia, anamuonya, anamfundisha. Yale mambo aliyokuwa anamfundisha ni lango la Mungu kumpa akili. Kuna aina ya ujumbe Mungu anapoleta kwenye maisha yako, ni mlango wa Mungu kuijenga akili yako ya kiroho. Jina la Yesu libarikiwe. Anaijenga akili ndani yako. Kwa hiyo anamwambia Mungu, Bwana atakupa akili katika mambo yote. Unaelewa, mambo yote. Ndio maana kuna mtu anaweza akawa na akili kwenye kumtumikia Mungu, akikemea pepo zinatoka. Mwambie kuhusu pesa, mwambie kuhusu hela. Sijui unanielewa? Mwambie kuhusu hela, kwa sababu hela, jamani, mnajua kitu kinaitwa fedha. Fedha ni thamani kabisa, na thamani huwa inafuata thamani. Unataka fedha zisikufuate, kuna thamani inahitajika ndani yako, kwa sababu zikija zitakutawala. Huwezi kumiliki fedha ukazitawala, kwa sababu kuna wengine saa nyingine unaona wana fedha, lakini kwa kweli kwa sababu zimeamua kuwachagua ili ziwatawale. Na fedha ikikutawala inaanza kukupeleka inakotaka yenyewe, sio wewe kuipeleka unakotaka. Sasa kuna akili ya kutawala fedha na kuna hekima ya kutawala mali. Kasome Biblia, hivyo vitu vyote vipo. Ungekaa kwenye darasa la hekima ungeweza kuona kuna hekima ya kuwa kiongozi, kuna hekima ya kutawala mali, kuna hekima ya kutawala mazingira, wisdom. Kuna hekima ya kuanzisha vitu vitakavyoishi miaka mingi hata ukiwa haupo. Iko hekima ya namna hiyo. Ukianzisha jambo na ukakosa hekima ya kuanzisha vitu vyenye maisha marefu, kuna vitu siku ukifa na vyenyewe vinakufa, kwa sababu vitu vinavyobaki kuishi ujue vilianzishwa na watu wenye hekima ya kuanzisha vitu vitakavyoishi miaka mingi. Haleluya, jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Sasa haya yote huwa yanakuja kwa kujifunza, ukapokea ufahamu ambao ni lango la Mungu kukupa hivyo, kwa sababu kuna aina ya neno Mungu anapolileta ni mlango wake wa kukupa kitu ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo nikakuonyesha hivyo kwamba lazima ufanikiwe kuanzia ndani yako. Roho yako ifanikiwavyo ndivyo na mambo yako mengine yote yatakavyofanikiwa. Na nikakuonyesha hatua ya kwanza ya kuchukua. Jina la Yesu libarikiwe. Hatua ya kwanza ya kuchukua ni kuitikia sauti ya Mungu kwa imani. Kuitikia sauti ya Mungu. Unaona hili neno kuitikia, manake jambo la kwanza litakalo kuja ndani yako ni wito. Sema wito. Wito ndio hatua ya kwanza. Na Mungu anatuita kwenye maeneo mbalimbali. Nilikugusia hadi kwenye masuala ya uchumi. Ukiona Mungu analeta sauti yake juu ya badiliko kwenye eneo la uchumi, usije ukafikiri anataka kukaanzisha hapo hapo. Anaanza kukubadilisha mindset kwanza. Anaanza kukubadilisha huku ndani. Anakubadilishaje? Anaanza kuachilia mfumo wa kimawazo mapya kabisa. Na saa nyingine mpaka yanakutisha. Unasema yasije yakaharibu mtaji wangu. Unanielewa ninachosema? Na ndio maana kwenye eneo la kufanikiwa, sio kwenye biashara tu au uchumi, kwenye maeneo yote lazima uwe kitu tunasema, lazima uwe na tabia zinaitwa risk taker. Risk taker ni watu wa imani. Risk taker ni mtu ambaye haogopi janga lolote litakalomkuta. Yuko tayari sijui nisemaje, sijui risk taker tunasemaje kwa Kiswahili. Yani anakuwa ni mtu ambaye haogopi kwamba atapata hasara. Hata mkimtishia hicho unachofanya utapata hasara, maadamu amesikia kutoka ndani, anasema acha nipate tu hasara, naenda kukifanya. Lakini watu wengi kinachowafelisha ni kwa sababu wanaogopa riski. Kwa hiyo kuitikia sauti ya Mungu kwa imani, nilikwambia Waebrania ngapi? 11 mstari wa ngapi? Wa 8. Na nikakwambia ili Mungu ambadilishe Ibrahim na kumpa maisha yake, cha kwanza ilibidi alete badiliko la kiroho. Akamletea sauti ya wito. Hilo ndio la kwanza kabisa.
badiliko la kiroho. Ukiona kuna mambo unataka kubadilika kwenye maisha yako, anzia ndani yako, anzia ndani yako, badiliko la kiroho. Na hatua ya kwanza ni kuitikia wito. Nyinyi mnapoingia mwezi wa kwanza huwa mnaomba, mwaka huu Mungu, unaweka na mipango, mwaka huu Mungu ni mwaka wa neema, ni mwaka wa nini. Mkiomba yale maombi, Mungu anachofanyaga, anaanza kukusumbua, anaanza kukuletea mawazo. Saa nyingine atakuletea watu wapya, wanaanza kuzungumza na wewe. Sasa angalia fikra za kimaskini zilivyo. Akija mtu ambaye ni tofauti na wewe, unajua hii umaskini ni kama liroho fulani hivi. Lakini mtu akishaanza kuwa na fikra za kiutajiri, akikaa na maskini mwenzake, kuna lugha hawaelewani, ijapokuwa hana kitu. Mnanielewa ninachosema? Lakini akikaa na matajiri, kuna lugha anaelewana nao, ijapokuwa hana kitu, ila ndani kuna fikra za kiutajiri. Kwa akiongea, hata wakimchallenge hasikii vibaya, ila anajisikia kuinuka, anajisikia hasira ya kufanikiwa. Kamchallenge maskini, umwambie hivyo, unafanya kitu gani bwana? Kwani kazi umeanza kuifanya? Akwambia achana na mambo yangu bwana, nafuatilia watu wengine bwana, kwanza ataenda kukuombea vibaya unanizalau. Yani anaona anazalaulika, kumbe Mungu katuma msaada. Ukikaa na watu wanaokutia moyo wakati huendi kokote, ujue kabisa hali yako ni mbaya. Lazima ukae na watu ambao ni kama vile wanakuumiza, kumbe wanaamsha usilale usingizi. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana asifiwe. Sasa unisikilize, tunaposema kuchukua hatua, maana yake nini? Sikukupa hii maana jana, nisikilize. Maana ya kwanza, na kama utaandika itakuwa njema zaidi. Maana ya kwanza, kama utaandika hata 2 sawa, kwa sababu ya muda wangu nataka niseme pointi moja ili tuingie kwenye maombi. Maana ya kwanza, naposema kuchukua hatua, maana ya kwanza ni kuamua na kutenda. Watu wengi wao wanaamua lakini hawatendi. Sema saizi nimefanya maamuzi, muulize tuonyeshe vitendo. Akwambia bado ninawaza namna Bwana atanisaidia. Ni kuamua na kutenda. Kuchukua hatua sio kuamua tu, ni kuamua na kufanya nini? Na kutenda. Hii tunasema kuamua na kutenda, maana yake unafanya maamuzi na kuyaweka katika utekelezaji maamuzi yako, kwamba nimeamua kufanya hiki. Usiongee tu, usishie tu kusema nimeamua. Weka kwenye utekelezaji. Weka kwenye utekelezaji. Ni kuamua na kutenda. Maana ya pili, tunaposema kuchukua hatua, maana ya pili ni kuanza utekelezaji wa wazo au mpango ulio nao au uliopewa na Mungu. Kuanza utekelezaji wa wazo au mpango uliopewa na Mungu. Tunaposema kuchukua hatua ni kuanza. Kwa mfano nilipokuwa nafundisha jana, mtu ambaye anachukua hatua tayari kuna vitu anatakiwa ameanza jana. Unasema mwalimu angeanza nini? Angeanza kukagua, kutathmini, hivi Mungu ameongea na mimi vitu gani? Sijui unanielewa. Lakini kama hujaanza hata hivyo, manake bado hujachukua hatua. Yani wewe unakaa kwenye darasa hili unajifunza kama theory, ili na wewe ukasimulie wenzako kwamba la kuchukua hatua, alafu kienda kuwasimulia wenzako wanachukua hatua. Hamjai kuona kuna watu hapa Mungu akiwapa mawazo, mkienda kuambia mnasema unamuona yule jamaa alipofika ni wazo langu lile. Jina la Yesu libarikiwe. Kinachokutofautisha ni kwa sababu mwenzako ameenda kutekeleza kile ambacho ulipewa wewe. Ameenda kutekeleza. Ndio maana sasa lazima uanze utekelezaji wa wazo au mpango ambao Mungu amekupa. Wengi hapa mna mawazo Mungu amewapa. Kinachowatisha ni namna ya kuanza kutekeleza. Na wengine mnataka muanze kwa ukubwa wakati Mungu anaonyeshaga jambo kubwa, lakini unaanza kwa hatua ndogo, lakini ukiwa na wazo kubwa kwenye maisha yako. Sasa wengi utasikia nakwambia nina wazo. Na wazo lenyewe linahitaji milioni 500. Hata milioni 10 hujawahi kushika. Wazo lilonalo Mungu ameleta milioni 500. Ukishaona namna hiyo ujue Mungu anakuonyesha picha kubwa, lakini hana maana uanzie pale. Ana maana uanzie pale ulipo kidogo kidogo mpaka kufika kule. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa nini leo naongea kama vitu vya kibiashara?
wakati sikupanga hivi. Ngoja tumalizie. Bwana asifiwe. Jambo lingine, maana nyingine, kwa maana nyingine ya kuchukua hatua. Maana ya tatu ni kufanya jambo kwa vitendo. Sema kufanya jambo kwa vitendo. Mungu alipokuwa anamwita Ibrahim, lilikuwa ni jambo jipya Mungu analiweka kwenye moyo wa Ibrahim. Anamwambia toka wewe, fikiria kwenye umri wa miaka 75. Mungu anamwambia toka wewe katika nchi yako na jamaa zako, na nyumba ya babako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Alafu anasema nami nitalikuza jina lako, nitakufanya kuwa taifa kubwa, alafu nitakubariki na kukufanya uwe baraka. Yoyote atakaye kubariki nitambariki, na yoyote atakaye kulaani nitamlaani, na kupitia wewe mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Maanake kwa lugha nyingine, hatima ya maamuzi yako haijabeba tu wewe. Hatua utakazochukua hazijabeba hatima yako tu, zimebeba mpaka hatima ya mataifa. Umewahi kuona kuna mtu hapa akichukua hatua sio kwa ajili yake tu, kumbe ni ufunguo mpaka kwa familia na vizazi vingine vitakavyofuata, vitasema hivi ndivyo bibi yetu alifanya. Kwa hiyo ni kufanya jambo kwa vitendo. Maana nyingine, maana ya nne, si ndio watu wa Mungu? Maana ya nne tunaposema kuchukua hatua, maana yake ni kuonyesha imani kwa vitendo, sio kwa maneno tu. Imani sasa hapa ni kuionyesha. Amen, amen. Una display imani yako kwa vitendo, sio kusema tu ninaamini Mungu atanisaidia. Muonyeshe Mungu kwamba unaamini atakusaidia. Anza kitendo. Na hapo ndipo watu wanafeli. Naamini Mungu atanisaidia. Anakusaidiaje sasa? Onyesha ile imani ulionayo kwenye matendo. Kwenye matendo ionyeshe. Maana nyingine ya tano, ambayo ni ya mwisho, kwa sababu tunaposema ionyeshe imani kwenye matendo, kutenda kile unachoamini. Lazima utende kile unachoamini kutoka moyoni mwako. Na hiki ndio kinachotufanya watu wa mataifa watuache, kwa sababu wao wakiamini, hata kama hawamtegemei Mungu wetu mwenye nguvu, wanategemea miungu mingine, wakiamini wanaenda kutenda. Wakiamini, yani mganga akimwambia, akiamini tu anaenda kutenda, hajiulizi maswali. Akiamini kile anachoamini ndani kwamba mimi natakiwa kufanya biashara, anaenda kutenda, tena kwa ubora. Anaenda kutenda kabisa, anaenda kutenda. Wewe unaweza kufanya mambo makubwa katika huyu Mungu tuliye naye. Shida yetu ni kwenye kuchukua hatua. Hata Mungu akiongea, alafu naona kuja tena madhabahu unasema nimemwachia Bwana. Yaani Mungu kakwambia, na unasema na wewe umemwachia. Mungu anasema upande wangu nimefanya, haya chukua hatua nitembee na wewe. Unasema nimemwachia. Umemwachia ili afanyeje? Maana ya mwisho ni kuchagua kufanya lililo sahihi hata kama ni gumu. Watu wa Mungu, kwa Ibrahim kuambiwa toka alikuwa jambo jepesi. We sijui mnanielewa ninachosema. Unafikiri Ibrahim alitoka akiwa na hela? Nauliza, mnafikiri alitoka akiwa na ng'ombe? Alitoka nazo ng'ombe, alitoka nazo mali kidogo, lakini sio, yani zilikuwepo nyingi tu, lakini sio kama zile Mungu alizombariki. Pamoja na kuwa na mali, kuna kitu kilikuwa kimepungua kwenye maisha yake. Hakuwa na mtoto. Mnafahamu hiyo kitu? Hakuwa na mrithi. Kuna baraka ilikuwa imekosekana. Sasa ile kwamba angalau na vitu, usije ukafikiri tayari wewe umevuka. Haujavuka bado. Jina la Yesu libarikiwe. Haujavuka. Lazima ujipime Mungu anavyokuona na alipokukusudia kufika. Utakuja kugundua haujavuka. Angalia, hatua ya pili ni kuamua kuongozwa. Hatua ya pili ni kuongozwa na Mungu. Ni kuamua kuongozwa na nani? Na Mungu. Mungu akikutwaa hataki ujiendee tu, anataka akuongoze, akubebe yeye. Na gharama ya kuongozwa na Mungu, watu wa Mungu, sio ya kujibidiisha. Gharama ya kuongozwa na Mungu ni ya kuamua kusalenda, kujiachilia mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nataka kuongozwa na wewe. Hii itakusaidia kwenye maisha yako. Yoshua ile sura ya 24 anasema, Yoshua akawakusanya wazee kabila zote za Israeli huko Shekemu.
huko Shekemu, watu wa Mungu, huko Shekemu unaipata kwenye Mwanzo ile 12 mstari wa 7 na wa 8, si sawa Huko Shekemu ndiko Mungu alimtokea Ibrahimu baada ya kuwa Ibrahimu amefanya maamuzi ya kuitika. Mungu akamtokea kwa mara ya kwanza na Ibrahimu akamjengea Bwana madhabahu Shekemu. Hapa ni kwenye madhabahu ya kwanza kabisa Mungu anaongea na Ibrahimu kwamba nchi hii nitawapa nini? Uzao wako. Na Yoshua anakuja kuwakusanya hapo hapo Shekemu. Tayari sasa wako kwenye lile taifa la ahadi. Anasema akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao na wakahudhuria mbele za Mungu. Fungua mstari unaofuata. Anasema Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli anasema, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tela baba yake Ibrahim naye ni baba yake Nahori wakitumikia miungu mingine. Mstari unaofuata anasema nami nikamtoa. Angalia ile point. Jana tulipokuwa tunasema kuitikia sauti ya Mungu, tulikuwa kwenye kale ka kipengele nami nikamtoa. Jina la Yesu libarikiwe. Leo tuko kwenye kipengele cha pili hapo anaposema nikamtoa Ibrahim baba yenu toka ng'ambo ya mto. Huo ni wito wa kuitwa kwa Ibrahim kutoka ng'ambo ya mto, kutoka kwenye ile nchi, kutoka kwenye ile nyumba ya baba yake iliyokuwa imejengwa kwenye misingi ya miungu mingine. Angalia bii yake pale, bii yake kwenye huo mstari anasema nikamuongoza katika nchi yote ya Kanaani. Sikumtoa tu nikamtelekeza, lakini nilifanya nini? Nikamuongoza. Mungu yuko tayari kukuongoza, lakini wewe uko tayari kuongozwa naye. Kwa sababu ukichukua hatua ya kwanza ile, usiseme tu nimekubali kuchukua hatua, lakini uko tayari kuongozwa na Mungu. Uko tayari. Mwanzo 14, Ibrahim ilibidi achane na Lutu. Wafanyakazi wameanza kugombana. Na unajua walipoachana na Lutu waliachaneje? Ibrahim akamwambia ardhi ni kubwa, kwa hiyo chagua, ukielekea upande wa mashariki mimi nitaelekea magharibi, ukielekea kusini mimi nitaelekea wapi? Kaskazini. Lutu akatazama, yeye katazama kibinadamu, anasema akaliona bonde lile la Sodoma na Gomora lina majani mazuri, linavutia, pana fursa, akakimbilia yale majani anayoyaona. Lakini Ibrahim, Biblia inasema akabaki pale pale. Afakiwa amebaki pale, Bwana akamwambia inua macho. Unaelewa hii sentence? Bwana akamwambia inua macho, alafu tazama upande wa kaskazini, tembea hiyo nchi. Sasa unaelewa, huyu mwingine alijiongoza kuona fursa, huyu mwingine Mungu akafungua macho yake na akamwambia tembea umbali huu. Maana yake Ibrahim pamoja na kufanikiwa hakutaka kujiongoza, alitaka Mungu amuongoze. Ndio maana kwenye Yoshua anasema nikamuongoza, nikampa nchi ya Kanaani. Sasa wewe Mungu amekupa wazo la kiuchumi, unataka ujiongoze. Kuanzia leo Mungu akupe neema ya kuchukua hatua ya kuongozwa na yeye. Simama kwa miguu yako, simama. Uko tayari kuomba? Funika macho yako, sema Mungu liya hai. Natamani unapoomba maombi haya unganisha na moyo wako. Cheki aina ya moyo wako ulivyo. Sema Mungu liya hai, katika jina la Yesu. Asante kwa neno lako, asante kwa asubuhi ya leo, asante kwa asubuhi ya leo. Ninanyenyekea mbele zako. Ninajua Bwana, mara nyingi umeongea na mimi, umesema na mimi kupitia watumishi wako, kupitia neno lako, kupitia mawazo, kupitia ndoto. Umeongea na mimi, umeongea na mimi, lakini sikuwa tayari kuchukua hatua. Wakati mwingine Bwana niliogopa, sikujiamini, niliona siwezi. Lakini kuanzia sasa ninaomba unisaidie katika jina la Yesu. Ninaomba unisaidie kuchukua hatua, kuitikia sauti yako katika jina la Yesu. Kuitika Bwana wito wako wa kiuchumi, mawazo mapya unayoyaachilia ndani yangu Bwana, ninaomba unisaidie kuchukua hatua katika jina la Yesu. Ondoa hali yoyote ya kurizika, ya kufikiri nimefika, ya kufikiri niko sawa. Niondoe Bwana mahali ambapo pananipa utulivu zaidi,
badala ya mahangaiko ya kuendelea mbele. Mungu riaha, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, rejesha ndani yangu mawazo mapya, mawazo mapya yaliyobeba mwongozo mpya kwenye maisha yangu, kiroho, kifamilia, kiuchumi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nisaidie Bwana kuongozwa na wewe. Yafungue macho yangu, yaanze kuona, yaanze kuona kama ambavyo Bwana ulimwambia Ibrahimu, inua macho yako. Macho yake yakafunguka, akaiona ardhi. Fungua macho yangu yaanze kuona fursa katika jina la Yesu, na unipe neema ya kuongozwa na wewe kwenye kila hatua, kwenye kila hatua, katika jina la Yesu. Ninaomba unirehemu, ninaomba unirehemu kwenye hatua yoyote uliokuwa tayari kuniongoza mimi nikakataa, mimi sikuwa tayari, nikawa na moyo mgumu. Asubuhi ya leo niongoze Bwana, niongoze Bwana, niongoze Bwana, niongoze Bwana. Nipe neema ya kuchukua hatua katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Achilia ndani yangu nguvu ya kuzaa, nguvu ya kuzaa, kuzaa matokeo kwenye eneo la uchumi, kuzaa matokeo, kuzaa matokeo, kuzaa matokeo kwenye eneo la kiroho. Achilia ndani yangu nguvu ya kuzaa, kuzalisha fedha, kuzalisha uchumi, kuzaa matokeo kwenye maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakataa leo kuzaa mapooza, kuzaa vitu ambavyo haviwezi kuishi. Bwana, ninaomba neema kwenye kazi yangu, kwenye biashara, kwenye kilimo, kwenye kila eneo. Nipe neema ya kuzaa, ya kuzaa, ya kuzaa, ya kuzaa, ya kuzaa, ya kuzaa, ya kuzaa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Jiombee dakika moja, jiombee dakika moja. Jiombee mtu wa Mungu, dakika moja. Jiombee, jiombee, jiombee. Najua tumepitiliza muda. Jiombee dakika moja. Mwambie Mungu nisaidie, mwambie Mungu nisaidie. Pesa isije ndani yako ukashindwa kuizalisha hata kama ni kidogo. Mwambie Mungu nisaidie. Umeniweka ili kuzalisha, umeniweka ili kutoa matokeo, umeniweka ili kuzalisha. Mwambie Mungu nisaidie. Ninaomba huo upako, ninaomba hiyo akili, ninaomba hiyo neema, ninaomba hiyo akili ya kuzaa mambo, ya kuzaa yale mawazo unayoachilia ndani yangu yawe matokeo kwenye maisha yangu, yawe matokeo kwenye uchumi wangu, yawe matokeo kwenye maisha yangu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Nipe neema ya kuchukua hatua, nipe neema ya kuchukua hatua, nipe neema ya kuchukua hatua. Ninauleta moyo wangu kwenye madhabahu yako, kwenye madhabahu yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninainuka, 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 ninainuka kwa jina la Yesu Kristo. Sitakuwa chini, ninakataa kuwa chini, ninakataa kuwa chini, ninakataa kuwa dhaifu, ninakataa kuwa chini, ninakataa kuwa tasa kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la kiroho. Ninakataa kuwa tasa. Kandorobo sandarapakora rimandarabasa risandarapakora. Hiyo nguvu ya giza inayopambana na mimi kunifanya kuwa tasa, kunisofisha, ninakataa asubuhi ya leo. Ninapindua huo utawala,
ninapindua hilo giza, ninapindua huo utawala, ninapindua hilo giza, ninapindua huo utawala kwenye ulimwengu wa roho, ninapindua huo utawala, ninapindua hilo giza, ninapindua hilo giza lililoweka unyonge ndani yangu, unyonge ndani yangu, unyonge ndani yangu, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Mandaraba sandarabako, ninasikia ndani yangu, pindua hilo giza, pindua hayo mashambulizi yanayosofisha, 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 yanayozuia, pindua hayo, pindua hiyo mitandao ya miungu, hiyo mitandao ya kishetani, hiyo mitandao ya wachawi wanaoshambulia akili yako ya kuzalisha, ujione wewe ni wiki, ujione wewe ni dhaifu, wanaofanya ujione dhaifu, wanaofanya ujione dhaifu, wanaosofisha bidii yako ya kazi. Pindua, 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 pindua hayo mawazo yaliyoachiliwa ndani yako kimadhabahu, mawazo ya kimasikini, mawazo ya kimasikini. Pindua, 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 pindua. Angusha hayo mawazo, angusha hizo ngome, angusha hizo fikra, angusha hayo mawazo, angusha hiyo roho inayokufanya usiwaze kuzalisha, unawaza kimatumizi. Pindua, pindua, pindua. Kuanzia leo hautawaza kimatumizi, utawaza kiuzalishaji, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pale ulipo, Bwana afungue mlango wa kuzaa, wa kuzaa, wa kuzaa, wa kuzaa, wa kuzaa, wa kuzaa. Biashara moja izae nyingine, izae nyingine, izae nyingine. Wazo moja lizae mawazo mengine, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea hiyo neema ya kuzaa, pokea hiyo neema ya kuzaa.